Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika mwendelezo wa matukio ni kufahamisha yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa letu la Kenya, hasa katika sekta ya siasa. Giza kimetanda hasa katika chama cha ODM, na tangu hayati Raila Odinga aage dunia, sioni chama cha ODM kikiendelea kusimama vile kimekuwa kikisimama kwa muda wa miaka 20. Na usishangae, huenda ODM itazikwa katika kaburi la sahau, haswa katika sekta ya siasa wakati wowote kuanzia sasa. Sasa wabunge wote ambao wanaunga mkono seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna wameweza kufurushwa kimadharau. Nani amewafurusha? Wamefukuzwa kutoka wapi, na ni kwa nini, ama ni kipi ambacho kiliweza kuchangia haya yote kuafikiwa? Hayo ndio tunaenda kuyajibu haswa kwa kanda hii. Lakini kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe na kupembeleza, uweze kusubscribe na uwashe kengele. Karibu nikufahamishe kwa akina. Kuna kamati mbalimbali katika bunge la kitaifa. Kuna zile ambazo zimekuwa zikiongozwa na UDA na ODM na vyama vingine hasa katika bunge la kitaifa. Lakini sasa wabunge wale ambao wameonekana wakiunga mkono Edwin Sifuna amekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM kwa muda wa miaka 10 sasa, lakini aliweza kung'olewa katika wadhifa huo kwa sababu yeye alikataa kuimba nyimbo za kusema two term. Sasa wabunge wale ambao wanamuunga mkono wameweza kufurushwa kutoka kamati mbalimbali hasa katika bunge la kitaifa. Mbunge wa kwanza ambaye ameweza kufurushwa kimadharau anaitwa Carol Omondi, ambaye ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Super South, ambaye amekuwa akisimamia kama mwenyekiti katika kamati ya utekelezaji wa katiba katika bunge la kitaifa. Ameweza kung'olewa kwa sababu yeye amekuwa akitembea na Edwin Sifuna kwa mikutano mbalimbali, yeye akisema ya kwamba two term hamuna, ni one term. Akawa kitengela na Edwin Sifuna, akawa Kakamega Amalemba na Edwin Sifuna. Sasa ameng'olewa kimadharau kutoka wadhifa ambao amekuwa akishikilia. Mbunge mwingine ambaye ameng'olewa ni Anthony Kibagendi, ambaye ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Kitutu Chache Kusini, kaunti ya Kisii. Naye amekuwa mwanakamati hasa katika kamati ile ya uhasibu wa elimu. Ameweza kung'olewa kutoka wadhifa ambao amekuwa akishikilia. Akina Jane Kihara wamehamishwa, ambaye ni mbunge wa Naivasha. Sasa ODM haina msimamo sasa hivi. Wanataka yule ambaye anaimba two term. Kwa nini? ODM ya Oburu Odinga, kwa sababu sasa hivi ODM imegawanyika. Pande moja inaongozwa na Edwin Sifuna, ingine inaongozwa na Oburu Odinga na Gladys Wanga. Sasa wanataka wale ambao wanaunga mkono serikali jumuishi ndio wanakabidhiwa nafasi nono kuongoza katika bunge la kitaifa, bunge la seneti na hata katika chama cha ODM. Sasa ndio maana wameanza kuwang'oa kimadharau wale ambao wanaunga mkono Edwin Sifuna. Lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, haya yote yatakuwa na mwisho wake, kwa sababu kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Ndio sasa hivi wako na mamlaka ya kufanya hivyo, lakini ODM itakuwa shell, yani kama ganda tu ODM ya Oburu Odinga. Kabla ya 2027 tutapata ODM haipo, imeisha nguvu za kisiasa, kwa sababu huwezi kulazimisha wengine kuimba two term ili uweze kushikilia wadhifa ambao unashikilia katika kamati mbalimbali, bunge la kitaifa na bunge lile la seneti na nafasi zingine zile ambazo ziko katika chama kile cha ODM. Haya yote kwa nini wanataka kuwaondoa? Kama njia moja ya kunyamazisha
movement ya Edwin Sifuna ambayo inajulikana kwa jina Linda Mwananchi. Linda Mwananchi, hii movement inaongozwa na Edwin Sifuna, kina Babu Owino na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo. Imekuwa tisho kubwa haswa kwa serikali jumuishi ambayo ni kati ya Oburu Odinga, Gladys Wanga na Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki, kwa sababu Sifuna ameonekana akijaza, akiwa na mikutano, akawa kule Kitengela na Amalemba, Kakamega, akajaza, ikilinganishwa na mikutano ambayo inaandaliwa na Oburu Odinga na Gladys Wanga. Wakaandaa Tononoka kule Mombasa, ingine kule Siaya. Watu ulikuwa unahesabu idadi ya wale ambao waliweza kuhudhuria, na walikuwa wamevalia sare za chama cha ODM, kumaanisha waliweza kufadhiliwa ikilinganishwa na wale ambao wanahudhuria mkutano wa Edwin Sifuna. Sasa hiyo ndio imechangia, imeleta wivu ndani ya ODM, ndio wanataka kudiscipline yeyote ambaye anaunga mkono Edwin Sifuna. Sifuna kuna uwezekano aondoke chama cha ODM na aunde chama chake cha kisiasa, ili wote watahamishwa kutoka ODM, wale ambao wanamunga mkono, ama wao wenyewe wanaweza kuhama kutoka ODM waingie katika chama kipya ambacho kitaongozwa na Edwin Sifuna. Kwa hivyo Edwin Sifuna amekuwa tisho kubwa. Ndio maana Oburu Odinga, Gladys Wanga wanaendelea kupiga mahesabu, tutafanya nini? Kwa sababu inaonekana wameshindwa kwa ground na wamepoteza, na huenda ikifika 2027 katika uchaguzi ujao, ODM itasalia South Nyanza, not Nyanza in general, but itasalia tu South Nyanza, na sio wote watachaguliwa katika nyadhifa mbalimbali, ubunge, wakilishi wa kinamama, wakilishi wa wodi, gavana, seneta, ni wachache tu. Kwa hivyo baada ya 2027 kura zikiisha hivi, tutakuwa na ODM ambayo imezikwa katika kaburi la sahau, kwa sababu ni chama ambacho kinaenda kuzizama na mizizi yake haitawahi kuonekana tena, kwa sababu ya uongozi ambao unaonekana sasa hivi, kwa sababu yule ambaye anashikilia wadhifa kama kiongozi wa chama cha ODM ni Oburu Odinga. Leo anasema we are not interested na nafasi ya Profesa Kithure Kindiki. Baada ya masaa 12 anasema hicho kiti ndio tunalenga sana. Mara nyingine anasema hatuungi mkono 2 term, hatuungi mkono 1 term. Na baada ya masaa machache anasema ya kwamba kile tunataka ni kiti cha deputy president, hatutaki chochote. Kumaanisha uongozi kidogo haupo ule ambao unastahili katika chama cha ODM. What do you think? Kuondolewa kwa wabunge hawa kutoka nyadhifa ambao wanashikilia kwa sababu ya kuunga mkono Edwin Sifuna ni mwisho wao wa kisiasa? Tuniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button and this down here. Once you are there, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a video clip, you'll be notified automatically that Mukenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and over to Facebook. That is only we can continue building this channel of ours, Mukenya TV. People, let's meet in the next video. Bye bye.